Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo ambayo inafahamika duniani kama CAS, ambapo mahakama hii tunaona kwa upande mwingine inamilikiwa na FIFA. Ni kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulipangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, lakini mchezo huu uliweza kuahirishwa kutokana na klabu ya soka ya Simba kuweza kuandika barua kugomea mchezo, kwa sababu Simba Sports Club kikanuni hawakufanya mazoezi siku moja kabla ya kwenda kucheza mchezo huo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Simba wakaweza kugomea mchezo na TFF kupitia bodi yake, basi kwa upande mwingine wakaweza kusimamisha mchezo huu na kusema kwamba watakwenda kupatia tarehe nyingine. Sasa fahamu kutoka CAS, basi kwa upande mwingine ni kwamba CAS wameweza kuondosha rufani ya Yanga ya kukosa mashiko kutofuata taratibu. Kwa hiyo tunaona CAS wameweza kuifuta kesi ya klabu ya soka Yanga Sports Club, ambapo kwa upande mwingine kwa mujibu wa CAS kesi haitambuliki kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo kwa upande mwingine wao ndio ambao walitoa taarifa za kuahirisha mchezo huu, wao ndio moja kwa moja watakwenda kupanga tarehe rasmi ya mchezo huu kati ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na mwanasheria wa klabu ya soka Simba kwenye ambazo aliziweka mezani kwake na Yanga, Simba wakaanza kugomea ombi la Yanga, yani request of stay, yani mchezo usipangiwe tarehe, kwa kuambia Yanga hawajafuata mchakato mzima wa kisheria ndani ya nchi. Halafu wakasema kuna vitu ambavyo Yanga hawajavitimiza. Ufuatao ndio utetezi wa Simba kupitia mwanasheria wake uliochapishwa na CAS. Jambo la kwanza, Yanga wanataka kulipwa fidia, lakini hawajaonyesha namna gani wao wameathirika kwa mechi kutokuchezwa. Yanga anataka kulipwa fidia kwa msingi upi wakati anafahamu mapato yanapatikana baada ya mchezo tajwa kupigwa? Mlalamikaji alishindwa kuthibitisha jinsi heshima au msimamo wake kwenye ligi utakavyoharibika. Jambo la pili, rufani ya Yanga haiwezi kufauli kwa sababu CAS haina mamlaka ya kusikiliza ama kupokea rufaa hiyo, kwa sababu Yanga hakufuata hatua ama vyombo vyote vya kisheria nchini kwa mujibu wa ibara ya 25 kifungu cha 6 ya kanuni za ligi kuu. Lakini pia bodi ya ligi haikutoa barua ya maamuzi bali barua ya taarifa ya kiutawala. Yanga wanakata vipi rufaa taarifa ya kiutawala? Jambo la tatu, Simba kupitia mwanasheria akauliza anakatwa vipi alama 3 kwenye mechi ambayo imegairishwa na mamlaka, yani bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Jambo la 4, maombi ya Yanga hana uzito kuliko taarifa ya TPLB, yani bodi ya ligi kuu, kuhusiana na rushwa na mambo ya sofa kwenye mchezo. Mechi imegairishwa kutokana na harufu ya mambo ya sofa kwenye mpira. Je, hayana uzito? Mechi imegairishwa kwa mujibu wa ibara 34 kifungu cha kwanza za kanuni za ligi kuu ya NBC. Hizo zilikuwa hoja za Simba wakijitetea kupitia mwanasheria na CAS zilizopokea rasmi Aprili 15 mwaka 2025. Kwa hiyo tunaona hizo ndio hoja ambazo Simba walikuwa wakijitetea mara baada ya Yanga kuweza kupeleka kesi CAS. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine CAS wameamua kuiondoa rufani ya Yanga ya kukosa mashiko kuto kufuata taratibu. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine kwa mujibu wa CAS wameweza kuirudisha kesi kunako bodi ya ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama TPLB, ambapo wao kwa upande mwingine watakwenda kupanga tarehe rasmi ya mchezo huu, ambapo ikumbukwe kuna taarifa ambayo iliweza kutolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuhusiana na mchezo huu kwamba unatarajiwa kuchezwa ndani ya mwezi huu wa mwezi wa 5 mwaka 2025, lakini kwa sababu Simba wao wameweza kufuzu hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, kuna uwezekano mkubwa mchezo huu kachezwa mara baada ya Simba Sports Club kumaliza mchezo wao wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo tunaona CAS wameweza kuifuta ile kesi ambayo Yanga
waliweza kuipeleka kunako mahakama usuluhishi ya kimichezo wakitaka alama 3 mara baada ya Simba kuhugumia mchezo. Kwa hivyo kesi imerudishwa bodi. Kwa hiyo bodi wanaenda kupanga tarehe rasmi ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Yanga kiufupi wameshindwa kesi pale CAS.